Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 4, kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Marko Mwinjili. Inaaminika kuwa Marko anayetajwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni yule anayetajwa na Petro katika barua yake ya kwanza kwa watu wote, sura ya 5 aya ya 3. Na pia ndiye anayetajwa na Paulo katika nyaraka zake, zikiwemo waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 4 aya ya 10, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya ya 11, na pia waraka wa Mtume Paulo kwa Filemoni, sura ya 1 aya ya 24. Mama yake Marko aliitwa Maria, ni mmojawapo wa Wakristo wa kanisa la mwanzo. Wakristo wa mwanzo walikusanyika mara kwa mara katika nyumba yake kwa sala na ibada. Habari za kale zinasimulia kuwa Mtakatifu Marko alikuwa binamu wa Mtakatifu Barnaba na mmojawapo wa wanafunzi waliomfuata Yesu Kristo. Mtakatifu Epifani anatuhadithia kuwa Mtakatifu Marko na wenzake walikataa kusadiki kwanza walipoambiwa na Bwana wetu maneno haya: msipokula mwili wa mwana wa mtu, msipokunywa damu yake, hamtakuwa na uzima ndani yenu. Inaaminika kuwa Marko ndiye aliyekimbia uchi akiacha shati lake wakati Yesu anakamatwa ule wakati wa mateso yake. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 14 aya ya 51. Tunamsikia Marko wakati Paulo na Barnaba wanapokwenda naye Antiokia mnamo mwaka 46 na baadaye katika safari ya kwanza ya kimisionari kule Kipro. Hapa Marko aliwaacha Paulo na Barnaba wakarudi Yerusalemu kwa sababu ya kutofautiana katika mambo ambayo hawayaweki wazi. Paulo hakumchukua Marko katika safari yake ya pili ya kimisionari. Jambo hili lilimfanya Barnaba pia asiandamane na Paulo. Barnaba alimchukua Marko wakaenda tena Kipro. Lakini baada ya muda mfupi, Paulo na Marko walitatua tatizo lao, wakawa tena marafiki. Mnamo mwaka 60, Marko alikuwa Roma pamoja na Petro akijiandaa kutembelea makanisa ya Asia Ndogo, mahali alipojulikana sana kwa sababu ya utume wake. Marko aliinjilisha pia kaskazini mwa bahari huko Adriatic, mahali ambapo miaka 400 baadaye palianzishwa mji wa Venice. Marko ni msimamizi wa mji wa Venice, na baada ya kufa mwili wake uliibiwa na watu wa Venice, wakauchukua kutoka Alexandria huko Misri mnamo mwaka 815, mahali ambapo hapo awali ulikuwa umezikwa. Inasadikika kuwa Marko alikwenda Aquileia huko Misri na pale alianzisha jimbo la Alexandria. Yeye ndiye aliyehubiri Injili huko Alexandria, Misri, na ndiye alipeleka dini ya Kikristo katika nchi ya Misri. Pia alimsindikiza Mtakatifu Paulo katika safari yake ya kwanza na alimfuata huko Roma, Italia. Mnamo mwaka 61, Paulo alimwandikia barua Timotheo kule Efeso akimwomba kumleta Marko Roma, na ilikuwa wakati huo Marko aliandika Injili yake ambayo ni kumbukumbu ya kuaminika ya mafundisho ya Yesu kutoka kwa Mtume Petro, ambaye Marko alikuwa katibu na mkalimani wake. Mtume Petro alimwongoza Marko baada ya ufufuko wa Bwana, na hata Injili aliyoiandika ni ufupisho wa mafundisho
yaliyofundishwa na mkuu wa mitume. Hata walimu wa kanisa husema ni Injili ya Mtakatifu Petro. Marko ametusimulia habari nyingine zisizoandikwa katika injili nyingine, kama vile sifa ya mjane yule maskini aliyetoa sadaka yake hekaluni. Marko alikufa shahidi na mwili wake umezikwa katika kanisa la Mtakatifu Marko kule Venice nchini Italia. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Marko Mwinjili. Mtu anayetaka kuwa wa kwanza na awe wa mwisho na mtumishi wa wote. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 9 aya ya 33. Watakatifu wengine wa siku: Mtakatifu Eufrasia Pelletier, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Mtakatifu Anianus, askofu wa Misri. Watakatifu Noblus, Marcia, Hermenfus, Fortunus na Jucundus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Marko Mwinjili, utuombee.